seneti kuhusu kawi itazuru eneo la Thange, kaunti ya Makueni, ambako mafuta ya petroli yalimwagika mwaka 2015 baada ya bomba la mafuta ya kampuni ya Kenya Pipeline kupasuka. Kamati hiyo inatarajiwa kutathmini madhara yaliyosababishwa na kumwagika kwa mafuta hayo. Michael Mutinda amefika kwenye eneo hilo na tunaungana naye moja kwa moja kwa mengi zaidi. Mutinda, ni kipi kinachoendelea kwa hivi sasa? Na asante sana Lulu Hassan, na kupata kwa njia mufti kabisa nikiwa katika eneo la Thange. Hapa ni katika eneo la Kibwezi Mashariki, ambapo nyuma yangu ni tingatinga ambalo limeletwa hapa ili kujaribu kuchimba iwapo mchanga kwenye eneo hili uko na mafuta, kwa sababu mwaka wa 2015 katika eneo hili zima hapa ndipo palipoweza kumwagika mafuta kutoka bomba la kampuni ya Kenya Pipeline ambayo inatoa mafuta katika eneo la Mombasa na kupitisha eneo hili ikielekea Nairobi, ambapo liliweza kupasuka na baadaye ikagundulika kwamba mto ambao uko hapa karibu, mto Thange, na mashamba haya ambapo tumesimama hapa yaliweza kuathirika pakubwa na mafuta. Kwa sababu hiyo wenyeji wamekuwa wakisema kwamba wameathirika pakubwa na mafuta hayo, na tangu wakati huo kamati ya seneti sio mara ya kwanza kufika hapa. Mwaka 2016 kamati ya seneti iliweza kufika hapa, lakini kutokana na mambo yote ambayo yameweza kufanywa, hakuna hatua ambayo imeweza kuchukuliwa kuweza kuwapa fidia wakazi wa eneo hili. Na kwa sababu hiyo bunge la seneti tena linarudi mahala hapa, na linajiri tu siku mwezi moja baada ya gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kuunda jopo maalum ambalo linatathmini yale madhara ambayo yametoka na mafuta haya, iwapo ni madhara ya kiafya, madhara ya mchanga wenyewe kuathiriwa, madhara ya masuala ya mazingira hapa. Na tunataka tuzungumze na mwenyekiti wa masuala ama mwenyekiti wa wakulima kwenye eneo hili aweze kutuelezea haswa nyinyi kama wakazi wa eneo hili karibia hapa, uanzie na jina. Wewe kama mwenyekiti na wakazi wa eneo hili, labda hali hii ya mafuta kumagika hapa imewaathiri vipi? Anzia na jina. Majina yangu naitwa Muhindi Kimeu, chairman wa wakulima wa Thange. Kama vile imeongelewa ni kwamba hii mafuta ilimwagika mwaka wa 2015. Na tangu wakati huo tumeathirika sana na mafuta haya. Tumegonjeka, watu wengi wamekufa, na tatizo ni moja. Tatizo ni lahini na figo. Na jambo hili limekuwa ngumu sana kwetu. Hivi ninapoongea kuna watu karibu 4 sasa hivi wanaendelea na shughuli ya hospitali, wanafanywa dialysis kwa gharama 10,000 kila wiki. Na huu ni mzigo mkubwa sana kwa wakaji wa Thange, kwa sababu hawezi kuhimili jambo hili. Labda unaposema kwamba watu ni wagonjwa kutokana na mafuta, labda ni vipimo vilipimwa vikadhibitisha kwamba watu hawa wana matatizo ambayo yametokana na mafuta haya? Kuna vipimo labda vinadhibitisha hilo? Kuna vipimo zilifanywa. Kwanza tulipima watu 1305. Kati ya hawa 82 wakapatikana wameathirika sana. Na kati ya 82 tayari 70 wamekufa, wameaga dunia sababu ya janga hili. Na hata hivi tunapoongea kuna wengi ambao wako kwa nyumba hawezi fika mahali kwa madhara ambayo yalitokana na mafuta. Kamati ya seneti ilikuwa hapa mwaka 2016, na vile vile tunajua mbunge wa eneo hili ameweza kuwasilisha hili kwenye bunge. Labda nini tofauti ambalo mnadhania kama wakazi wa eneo hili labda seneti ambayo inakuja sasa itaweza kufanya, ama mnatarajia nini? Hatutarajii makubwa, sababu wakati ule seneti ilikuwa hapa, yale masharti ambayo ilitoa kwa KPC hayakutekelezwa. Na pia kwanza kidole cha lawama kinaenda kwa NEMA, kwa maana walitoa restoration order na wakaachilia KPC. Kama ni mambo ya maji walileta tu kwa muda mfupi na wakaacha kuleta hiyo maji. Chakula wakaacha kulete. Tukalazimika kurudi kwa yale mashamba na kuyalima na kutumia yale maji tu. Na naona hawa watu wa NEMA ni kama washughuliki na watu wa Thange. Hakuna kitu imefanywa, hata wa leo hatutarajii makubwa. Na asante Lulu, hiyo ni kauli tu ya mwenyekiti mmoja wa wakulima kwenye eneo hili, na ameweza kuibua masuala mbalimbali ambapo anasema eneo hili wameweza kuathirika na kuna dhibitisho. Sijui kama unaweza kuongeza kitu? Sawa. Wanasema kwamba kuna dhibitisho kwamba hatari za mafuta hapa zimewasababishia magonjwa, na wanasema kwamba japo seneti inakuja huku ni kama wamevunjika matumaini, lakini tutasubiri kuona iwapo seneti itatoa mwanga katika swala hili, na vile vile maafisa wa NEMA ambao watakuwa hapa tutakuwa tukifuatilia kwa karibu tujue nini hasa hatima ya wakazi zaidi ya 10,000 kwenye eneo hili ambao waliathirika na mafuta mwaka 2015. Kwako Lulu.